Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tuketi. Mungu awabariki sana ninyi ambao tumeanza Jumatatu hii pamoja. Naamini itakuwa ya baraka sana. Na Mungu atahusika kikamilifu kwa ajili ya asubuhi hii ya leo. Kwa hiyo wakati huu ninaomba tu kwa haraka kabisa tuweze kutazama mwongozo wetu wa maombi ya wiki hii. Maana tutakuwa pamoja hii asubuhi mpaka siku ile ya Ijumaa. Kwa hiyo tuna namna tutakwenda. Kumbuka tunamaliza nusu ya mwaka leo na tunafungua malango ya awamu ya pili ya mwaka kesho. Kwa hiyo kesho ni maalum kwa ajili ya kufungua malango, na leo tuna mambo maalum kwa ajili ya siku hii ya leo. Sasa kwa haraka kabisa ninataka tutembee hivi asubuhi hii ya leo katika kitabu kile cha Isaya sura ya 66 mstari wa 2. Isaya 66 mstari wa 2. Biblia inasema, Isaya 66 mstari ule wa 2, kama nimenukuu sawa sawa. Neno la Mungu linasema mahali pale, maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekae asikiapo neno langu. Narudia tena, maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote. Hebu sema, mkono wa Mungu ndio uliofanya hivi vyote vikapata kutokea. Sasa Mungu alikuwa anazungumza juu ya uumbaji wake na mambo yote ambayo ameyafanya yeye kwa mkono wake. Lakini nataka tutazame katika picha hii kwamba kuna mambo yametokea kutoka Januari mpaka leo Juni 30. Beba neno hili kwamba mkono wa Mungu ndio uliofanya vitu hivyo vyote vilivyofanyika kutoka Januari mpaka Juni 30 vikapata kutokea. Hebu sema, mkono wa Mungu. Lakini Zaburi 89 mstari wa 13, maana pia hii ndio zaburi yetu ya maombi. Baadaye tutatumia mstari wa kwanza mpaka wa 26. Zaburi ya 89 mstari ule wa Zaburi 89 mstari ule wa 13, Biblia inasema hivi, mkono wako ni mkono wenye uweza, mkono wako una nguvu, mkono wako wa kuume umetukuka. Narudia tena, mkono wako ni mkono wenye uweza, mkono wako una nguvu, mkono wako wa kuume umetukuka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka niseme maneno machache kwa dakika chache sana, hizi kama 7 hivi. Kwanza nataka niongee juu ya kitu kinachoitwa mkono wa Mungu. Hebu sema, mkono wa Mungu. Hii dunia ina mikono ya aina mbalimbali, lakini mikono mikuu ambayo inatajwa kwenye neno la Mungu, kuna mkono wa Mungu, halafu kuna mikono ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu wanaweza kuwa ni wafalme. Nebukadreza alinyosha
mkono wake, akasema nione ni Mungu yupi atakayewaokoa ninyi na mkono wangu. Lakini kwenye kitabu cha ile Matendo ya Mitume, nafikiri sura ya 12, Biblia inasema panapo majira yale yale Herode akanyosha mkono wake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Kanyosha mkono wake. Sasa kuna mkono unaotajwa hapa unazungumza nguvu, mamlaka, uwezo ulio ndani ya huyo mtu. Nguvu, mamlaka au uwezo ulio ndani ya huyo mtu. Sasa leo sitaki kuzungumza juu ya habari, kwa sababu hatuombi hilo, juu ya habari ya hii mikono mingine. Kesho wakati tunashughulikia malango ndio tutashughulika na mikono. Lakini leo nataka tarehe hii 30 asubuhi ya leo tutazame mkono wa Mungu. Moja ya uhitaji mkubwa sana kwenye maisha yetu ni mkono wa Mungu. Hebu sema mkono wa Mungu. Sema tena mkono wa Mungu. Sema tena mkono wa Mungu. Biblia inasema kwa mkono wa Naamani Mungu alikuwa amewapa Washami kushinda kwa mkono. Kuna siri sana kwa habari ya mkono na mikono yako. Mungu anasema kwenye Isaya, nitakushika mkono, nitakutia nguvu. Anasema hata wanaoshindana na wewe watakuwa si kitu na kuangamia. Lakini anataja mkono. Kwenye ile Isaya 45 anamwambia Koreshi, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa na kulegeza viuno vya wafalme na kufungua malango. Yale mambo ambayo hatuwezi, mkono wa Mungu ukiwa na sisi yanakuwa mepesi sana. Yale mambo ambayo hatuna nguvu, mkono wa Mungu ukihusika yanakuwa mepesi sana. Mepesi mno. Kuna ile lugha wanasema usione hii kitu ni mkono wa mtu. Hebu sema ni mkono wa mtu. Sasa naomba niseme hivi, msione hivi tuko wazima hata kama tumepitia magumu, ni mkono wa Mungu. Msione haya yote ambayo yanatokea katikati yetu mema ambayo Mungu anayaleta hapa. Naomba mjue ni mkono wa nani? Ni mkono wa Mungu. Mkono wa Mungu. Na naomba niwaambie kuanzia leo, hebu sema kuanzia leo, asubuhi hii ya leo, huu mkono wa Mungu unaofanyaga vitu vyote vikatokea, nataka huu mkono ukushike kuanzia leo. Nataka Mungu akushike na mkono wake wenye nguvu. Mungu akikushika na mkono wake, mkono wa Mungu, yani hakuna kitu ambacho utafanya kisiwezekane. Yani maadamu mkono wa Mungu utakuwa na wewe, uwe na uhakika hakuna utakachoweka mikono kisifanikiwe. Unachohitaji tu kujiuliza, kwenye haya ninayoyafanya niko na mkono wa nani? Sasa wiki hii miongoni mwa vitu vitatokea ni mkono wa Mungu utafanya vitu vya ajabu vitokee kwetu. Mkono wa Mungu. Asubuhi ya leo natamani tunapokwenda kwenye maombi, kwanza
nataka tujue chochote kilichotokea ni mkono wa Mungu. Na chochote ambacho kinakwenda kuanza kutokea kuanzia leo ni mkono wa Mungu. Mkono wa Mungu unatetea. Mkono wa Mungu unainua. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili yeye awakweze kwa wakati wake. Mkono wa Mungu ndio utakaotupatia vyote tunavyovihitaji. Kuna mahitaji asubuhi ya leo. Kwenye mikono ya Mungu kuna kila kitu unachokihitaji. Mkono wa Mungu uwe na wewe. Mkono wa Mungu kushike leo. Mkono wa Mungu kuinue leo. Mkono wa Mungu ufanye yale ambayo yalikuwa hayajafanyika kwenye maisha yako. Mkono wa Mungu ufanye yale ambayo ni moyo wa baba yetu hapa, na ni kilio cha moyo wake. Ile picha anaiona ndani kwamba kuna Betheli fulani inapaswa kutokea kwenye uhai wake. Hiyo Betheli kwa mkono wa Mungu itatokea, ataiona, ataiishi, na unajua na sisi tutaishangilia kwamba hiki ndicho ambacho kote tulikokuwa tunatokea zilikuwa ni hatua tu, na kuna mahali tulikuwa tunaelekea. Na unajua mkono wa Mungu. Hebu sema mkono wa Mungu. Sema mkono wa Mungu. Wakati najiandaa kuja huku ndo namaliza mahubiri yangu, tuanze maombi. Roho Mtakatifu aliniambia nenda madhabahuni, kasimame masaa 7. Usinyamaze. Omba tu. Nikamwambia mke wangu itakuwa madhabahuni masaa 7. Inapaswa kwenda kusimama mbele za Mungu kwa ajili ya Arusha. Elia anasema kama aishivyo Mungu ninayesimama mbele zake, haitakuwa hivi, itakuwa hivi. Ni kama kujiadhibu hivi. Nikupe hiyo siri. Na mkumbuke wiki hii kuanzia leo naomba turudi kwenye lile zoezi letu la mara 3 kwa siku. Sema mara 3. Sema mara 3 kwa siku. Asubuhi hii tutapiga magoti. Mkija kwenye mchana mpige nini? Magoti. Jioni kwenye hii semina tunaanza leo, mwisho wa semina yetu tutakuwa tunapiga magoti wote mara 3 kwa siku. Wakati nimesimama baada ya masaa kama 4 hivi, miguu yangu ilikuwa kama imechoka hivi. Lakini unajua ninamwamini Mungu atatupatia machozi ya furaha. Hebu sema machozi ya furaha. Sio machozi ya huzuni, machozi ya furaha. Naomba niwaambie hivi. Asubuhi hii tutafute mkono huu wa Mungu. Na leo nataka nitamke maneno haya. Mkono wa Mungu uende na wewe. Na mkono wa Mungu ukafanye yale ambayo mikono yako isingeweza. Mungu alimwambia Gideoni, kati Gideoni anajitetea kwamba mimi ni maskini na familia yangu ndio watu duni wa mwisho. Mungu akamwambia bila shaka nitakuwa pamoja na wewe, na mkono wangu utakushika. Mkono wa Mungu. Mkono wa Mungu. Yaani huyo mtu unayemuona hapa asubuhi hii tukishaomba, hutakuwa wewe. Kuna mkono wenye nguvu utakushika. Na utatoka hapa ukiwa na mkono wa Mungu unayetembea na wewe. Na tuwe na uhakika mkono wa Mungu utatenda mambo makuu. Baada ya haya maneno, naomba sasa twende kwenye maombi. Tutajifunza baadaye jioni kwenye
kwenye ufunuo wa neno, lakini sio tutajifundisha habari ya mkono wa Mungu. Mkono wa Mungu ni maombi ya asubuhi. Tutaomba juu ya mkono wa Mungu, kama tutaomba juu ya habari ya mkono kwa siku 3, leo, kesho na kesho kutwa. Lakini kesho ni siku ya kufungua gate. Leo tunataka kuita mkono wa Mungu. Sasa simama pale ulipo, alafu kama Biblia yako iko hapo, usitoke kwenye ile Zaburi ya 89, kwa sababu tutaitumia kwenye kuomba kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 26. Lakini saa hii nataka wote kwa dakika chache twende mbele za Mungu. Nitakuongoza kidogo, alafu tumshukuru Mungu. Hebu inua mikono wako, sema: Baba, kwa jina la Yesu, asubuhi hii ya leo ninainua mikono yangu. Neno lako linasema mkono wako ndio uliofanya vitu hivi vyote vikapata kutokea. Asubuhi hii ya leo, Mungu wangu na Baba yangu, ninatukuza jina lako na mkono wako uliotulinda usiku wote wa leo, uliotulinda tangu Januari mpaka majira haya ya tarehe 30 ya mwezi Juni. Bwana, ni mkono wako tu ndio uliotuokoa, ndio uliotutetea, ndio uliotusaidia, ndio uliotupigania. Ni mkono wako tu ndio uliofanya vitu hivi vyote vikapata kutokea. Kwa mkono wako tuko salama leo. Kwa mkono wako tumebarikiwa leo. Kwa mkono wako tumesimama tena. Kwa mkono wako tuko katika ibada hii leo. Baba, tunakushukuru kwa miezi 6 ya kwanza ya mwaka huu. Tunasema asante kwa uhai umetupa. Tunasema asante kwa kusamehe makosa yetu. Tunasema asante kwa neema ya wokovu. Tunasema asante kwa baraka zote. Tunasema asante kwa mema yote, kwa uhai, kwa afya, kwa amani, kwa huduma, kwa taifa letu. Baba, tunazo shukrani asubuhi ya leo ya tarehe 30. Tunalitukuza jina lako, tunaliinua jina lako. Hebu nenda mbele za Bwana, mshukuru tu kwanza Bwana. Mshukuru Bwana kama dakika 3 hivi. Mwambie Bwana asante. Tukuza mkono wake uliotutendea haya yote. Mwambie Bwana asante, umetenda mambo ya ajabu. Yesu, tunakutukuza. Hii mikrofoni yangu sinaweza kukaza vizuri zaidi. Baba, tunakutukuza kwa namna ya pekee kabisa. Baba, tunakutukuza kwa namna ya pekee kabisa. Asante Bwana Yesu kwa miezi hii 6 ya kwanza ya mwaka 2025. Asante kutoka siku ya kwanza ya mwezi Januari mpaka siku ya leo ya mwisho ya mwezi Juni. Baba, tumeona nguvu zako. Baba, tumeona neema ya kwako. Baba, tumeona mamlaka ya kwako. Baba, tumeona utukufu wa kwako. Tunakushukuru Jehova kwa neema na uhai. Tunakushukuru Baba kwa afya na uponyaji. Tunakushukuru Baba kwa mema yote. Tunakushukuru Baba kwa kila changamoto iliyopita kwetu. Bwana, ulisimama. Bwana, ulituokoa. Bwana, ulitutetea. Asubuhi ya leo tunakutukuza wewe kwa matendo yako, kwa miujiza yako, kwa baraka zako, kwa wema wako, kwa fadhili zako. Bwana, tunasema asante. Yesu, tunakutukuza. Yesu, tunakuinua. Yesu, tunakupa shukurani. Yesu, tunakupa heshima. Yesu, tunakupa adhama. Yesu, tunakupa utukufu. Yesu, tunakupa uweza wote na nguvu ni za kwako. Wewe Bwana, pokea sifa zote, pokea utukufu wote, pokea heshima yote. Asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa siku hii ya mwisho inayofunga miezi 6 ya awamu ya kwanza ya mwaka. Tunasema asante Baba. Pokea sifa, pokea shukurani, pokea utukufu katika jina la Yesu.
Sema amen. Inua mikono yako. Sema Bwana Yesu, mkono wako ndio uliofanya. Bwana, mkono wako, tamka tu kutoka ndani. Bwana, mkono wako ndio uliofanya haya yote tunayoyaona hapa kanisani. Mkono wako ndio uliofanya. Bwana, sisi kuwa hai, mkono wako ndio uliofanya yote ninayoyaona kwenye familia yangu. Mkono wako ndio uliofanya vitu hivi vyote vikapata kutokea. Leo hii niko hai, nimesimama kwa sababu ya mkono wako. Leo natamka sawa sawa na neno lako katika Zaburi ya 89. Neno lako linasema mkono wako ni mkono wenye uweza, mkono wako una nguvu, mkono wako wa kuume umetukuka. Bwana, hivi nilivyo ni mkono wako. Kanisa lilivyo leo ni mkono wako. Familia yangu ilivyo leo ni mkono wako Bwana. Baba, sio mimi, ni mkono wako Jehova, ni mkono wako Bwana. Asubuhi ya leo naona mkono wa Bwana, natukuza mkono wa Bwana. Mkono wa Bwana ndio uliofanya Tanzania leo ina amani kwa mambo yanayoendelea. Ni mkono tu wa Bwana, ni mkono tu wa Bwana, ni mkono tu wa Bwana. Jehova, ulitutetea mabaya yalipokuja, mkono wako ulitupigania, mkono wako ulitusaidia, mkono wako ulituokoa. Asubuhi ya leo Bwana, naomba kwako wewe uliye hai, naomba kwako wewe uliye hai, nasogea kwako, naomba jambo moja asubuhi ya leo tarehe 30, ijulikane mbele za Bwana ya kwamba haya yote ni mkono wa Bwana, haya yote ni mkono wa Bwana, mema haya ni mkono wa Bwana, afya hii ni mkono wa Bwana, uzima huu ni mkono wa Bwana, baraka hizi ni mkono wa Bwana, kanisa la Bwana ni mkono wa Bwana. Jehova, ni mkono wako, ni mkono wako, ni mkono wako. Asubuhi ya leo tarehe 30 ya mwezi Juni, ninaomba ule mkono wako unaotenda maajabu. Nainua mikono yangu, inua mikono yako, sema nainua mikono yangu, nainua mikono yangu mbele zako. Baba, na kuomba sana asubuhi ya leo tarehe 30, nishike mkono, nishike mkono, nishike mkono, nishike mkono. Mungu wangu, nishike mkono. Baba yangu, nishike mkono. Naomba leo nishike mkono. Nimetamani sana kuona ukuu wako. Naomba asubuhi ya leo nishike mkono. Nimetamani kuona miujiza yako. Asubuhi ya leo naomba nishike mkono. Bwana, nishike mkono. Bwana, nishike mkono. Uliyemshika mkono Daudi, nishike mkono leo. Uliyemshika mkono Yusufu, nishike mkono leo. Uliyeshika mikono ya mitume, ya manabii, ukatenda makuu, nishike mkono leo. Uliyetumia mikono ya Daudi kuangusha Goliati, nishike mkono leo. Uliyetumia mkono wa Musa kuwaokoa Israeli, kwa mkono wako nishike mkono leo. Bwana, nishike mkono. Naomba asubuhi ya leo tarehe 30 ya mwezi Juni, tunapomaliza hii miezi 6, jambo moja naomba, nishike mkono.
Hebu nenda mwambie Bwana tu nishike mkono. Wewe omba tu hicho kitu. Ambie tu Bwana nishike mkono. Akikushika mkono hautakuwa wa kawaida. Nataka unapotoka asubuhi ya leo, mkono wa Bwana uende na wewe. Bwana nishike mkono. Yesu nishike mkono. Bwana nishike mkono. Yesu nishike mkono. Juma hili leo ni Jumatatu. Bwana nishike mkono. Kwa mkono wa Bwana watu walitenda makuu. Kwa mkono wa Bwana wanyonge walikuwa na nguvu. Kwa mkono wa Bwana yasiyowezekana na mwanadamu yanawezekana. Kwa mkono wa Bwana. Baba naomba asubuhi ya leo, Jehova naomba tushike mkono Bwana, tushike mkono ndani ya juma hili, juma la pekee kabisa. Naomba nishike mkono asubuhi ya leo. Baba yangu na Mungu wangu, tunatoka tuyaendee majukumu ya leo. Shika mkono baba huyo, shika mkono mama huyo, shika mkono familia hii. Bwana nyosha mkono wako, ule mkono wenye nguvu unaookoa watu. Shika mkono Bwana, shika mkono wafanya biashara, shika mkono wafanya kazi. Yesu naomba asubuhi ya leo, shika mkono bishop, shika mkono mtumishi wako uliyemweka katikati yetu kuwa kiongozi na mlezi. Bwana mshike mkono, Bwana mtie nguvu, Bwana mshike mkono. Unasema nitakushika mkono nami nitakutia nguvu. Bwana shika mkono, shika mkono watumishi wa mahali hapa, shika mkono wazee wa kanisa, shika mkono washarika wa kanisa hii, shika mkono wafanya kazi, wafanya biashara. Yesu shika mkono yatima, Yesu shika mkono wajane. Watu watakapo tutazama waseme huu ni mkono wa Bwana. Hakika huu ni mkono wa Bwana, sio mama huyu, ni mkono wa Bwana. Jehova shika mikono watoto wako, tushike mkono asubuhi ya leo Baba, tushike mkono siku ya leo Yesu, tushike mkono Jehova, tushike mkono Yawe. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana mkono wako bado nasikia ndani, dakika 2 omba. Ambie Bwana naomba mkono wako. Ambie leo nione mkono wako. Napokwenda kazini nione mkono wako. Napotoka mahali hapa nione mkono wako. Nikiingia ofisini nione mkono wako. Kwenye majukumu ya leo nione mkono wako. Bwana naomba ratiba za wiki hii tuone mkono wako. Kwenye semina yetu tuone mkono wako Bwana. Kwenye kila jambo la siku ya leo Baba tuone mkono wako. Yesu tuone mkono wako. Jehova tuone mkono wako. Yawe tuone mkono wako. Shama tuone mkono wako. Baba tuone mkono wako. Yesu naomba asubuhi ya leo Bwana naomba, Yesu naomba, Baba naomba mkono wako, mkono wako Yesu, mkono wako Baba, katika jina la Yesu. Hebu inua mikono yako, sema Bwana Yesu. Tuliza tu fahamu zako, sema Bwana Yesu. Tamka kutoka ndani, sema Bwana Yesu, naomba wewe uliyetumia mikono ya watu kwa mkono wako kutenda mambo makuu asubuhi ya leo, naomba nishike mkono. Shika mkono wangu, shika mkono wangu, nishike mkono wa kuume. Tiisha mataifa, legeza viuno vya wafalme, fungua milango mbele yangu. Naomba asubuhi ya leo, wakati wengine wana mikono ya watu, wana mikono ya mashetani, mimi naomba asubuhi ya leo mkono wako Bwana. Jehova, naomba mkono wako unitoe mahali nimekwama. Naomba mkono wako uniinue kutoka chini. Naomba mkono wako
unitie nguvu asubuhi ya leo. Naomba mkono wako ukatetee maisha yangu. Naomba mkono wako ukaponye maisha yangu. Naomba mkono wako ukaponye uchumi wangu. Yesu, asubuhi ya leo ninakuomba sana, Baba yangu, mikono hii ikishikwa na wewe na mkono wako itatenda makuu. Neno linasema kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katikati ya watu. Mikono hii niliyoinua, naomba asubuhi ya leo, Bwana, shika mikono hii, shika mikono hii. Imeandikwa katika Mithali sura ya 3 mstari wa 16, ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Bwana, nishike na mkono wako, nishike na mkono wako. Naomba asubuhi ya leo, tulia tu, naomba asubuhi ya leo, naomba asubuhi ya leo, nishike mkono, nishike mkono, nishike mkono, nishike mkono, nishike mkono. Bwana, nishike mkono. Bwana, nishike mkono. Asubuhi ya leo ninasimama sawa sawa na Zaburi ya 89. Bwana, neno hili na liwe kama lilivyonenwa, maana imeandikwa, neno lako li hai, tena lina nguvu, tena lina uweza, tena lina makali. Bwana, fadhili za Bwana nitaziimba milele. Kwa kinywa changu nitavijuvisha vizazi, nitajulisha vizazi vyote uaminifu wako. Maana nimesema fadhili zitajengwa milele, katika mbingu utathibitisha uaminifu wako. Asubuhi ya leo, Bwana, wewe umenena, nimefanya agano na mteule wangu, nimeapa, nimemwapia Daudi, nimemwapia, taja jina lako Bwana, umeniapia mimi mtumishi wako. Bwana, wazao wangu utawafanya imara milele. Wewe utajenga kiti changu cha enzi. Bwana, mbingu zitayasifu maajabu yako. Asubuhi ya leo, mbingu ziyasifu maajabu yako na uaminifu wako katika kusanyiko kuu. Bwana, asubuhi ya leo, maana ni nani katika mbingu awezaye kulinganishwa na Bwana? Ni nani afananaye na Bwana miongoni mwa malaika, miongoni mwa wanadamu? Ni nani anafananishwa na wewe? Mungu huogopa sana barazani pa watakatifu, ili ni wa kuhofiwa kuliko wote wanaomzunguka. Bwana Mungu wa majeshi, ni nani aliye hodari kama wewe, Yawe? Na uaminifu wako unakuzunguka. Wewe ndiwe ukitawalaye kiburi cha bahari, mawimbi yake yainukapo wayatuliza wewe. Bwana, tuliza mawimbi yote yaliyokuwa yameinuka juu ya maisha yangu. Tuliza mawimbi yote juu ya kanisa letu. Tuliza mawimbi yote juu ya familia. Tuliza mawimbi yote kwenye uchumi wangu, kwenye njia zangu. Bwana, ndiwe uliyeseta, ndiye uliyemseta Rahabu kama aliyeuawa, na leo ninaomba ukawasete adui zangu wawe kama waliouawa kwa mkono hodari
umewatawanya wakuchukia. Asubuhi ya leo, wote wanaonichukia na wanaomchukia Bwana, ukawatawanye, wasiwe na nguvu, wasiwe na uweza. Mbingu ni mali yako, nchi nayo ni mali yako, ulimwengu na vyote viujazavyo ndiwe uliyepiga msingi wake. Jehova, asubuhi ya leo na nena, mkono wako ni mkono wenye uweza, mkono wako una nguvu, mkono wako wa kuume umetukuka. Haki na hukumu ndiyo msingi wa kiti chako. Fadhili na kweli zinahudhuria mbele za uso wako. Heri watu wale waijuao sauti ya shangwe. Bwana, Bwana, asubuhi ya leo, asubuhi ya leo, kwa jina lako utupe kufurahia mchana kutwa kwa haki yako. Bwana, utukuzwa. Neno lako lasema kwa jina lako ufurahia mchana kutwa. Bwana, kwa jina lako leo tupe furaha yako. Tunaomba Baba, maana ngao yetu ina Bwana, na mfalme wetu na ufalme wetu na ufalme wake wa utakatifu. Baba, saa hii nainua mikono yangu mbele zako, ninakuomba siku ya leo kwa jina lako takatifu na kwa mkono wako wenye uweza, naomba leo. Bwana, nitetee, nitetee, nitetee. Yesu nitetee. Bwana nitetee. Yesu nitetee. Asubuhi ya leo, Yesu nitetee. Asubuhi ya leo, Yesu nitetee. Asubuhi ya leo, ninaomba bariki maisha yangu, ninaomba inua maisha yangu. Asubuhi hii ya leo, ninakuomba kwako, ulinzi wako uwe juu ya maisha yangu, neema yako iwe juu ya maisha yangu. Asubuhi ya leo, wewe Mungu uliye hai, unayewapa wanadamu riziki zao, naomba asubuhi ya leo, Bwana, nipe riziki asubuhi ya leo, nibariki asubuhi ya leo. Siku hii ya leo, kwa jina la Yesu aliye hai, ninaharibu mipango yote ya shetani. Kwa jina la Yesu aliye hai, ninavunja mashauri yote ya giza. Kwa jina la Yesu aliye hai, ninafuta asubuhi ya leo nyaraka zote za kishetani na kipepo, nyaraka za mabaya zilizoandikwa hasara, zilizoandikwa aibu, zilizoandikwa mauti, zilizoandikwa magonjwa, na zifuta asubuhi ya leo kwa damu ya Yesu Kristo. Nabatilisha mabaya yote, nabatilisha kila uharibifu kwa jina la Yesu aliye hai. Asubuhi ya leo, ninaponya masaa 12 ya mchana wa leo yawe masaa ya mkono wa Bwana, yawe masaa ya neema ya Mungu, yawe masaa ya wema wa Mungu. Bwana, maisha yangu leo yajae neema, yajae wema wako, yajae fadhili zako. Naomba leo uso wako uende nami. Naomba leo Roho wako aongoze hatua zangu, njia zangu, maisha yangu. Asubuhi ya leo, ninaomba Jehova, jina lako litukuzwe, ufalme wako ujengwe. Asubuhi ya leo, Baba, naomba nifunike na wema wako, nifunike na utukufu wako. Naiombea siku ya leo iwe siku ya ushuhuda, iwe siku ya mema, iwe siku ya baraka, iwe siku ya mema. Baba, yale ambayo nimeyangojea kwa miaka mingi hayakutokea, leo yatokee.
masaa 12 yatangaze utukufu wa Bwana. Jehova, ratiba zote za leo nazileta kwako. Ratiba ya maombi, ratiba ya kongamano naleta kwako Bwana. Neema yako na mkono wako uwe ndani ya siku ya leo. Hebu nenda ombea siku ya leo. Tamka mema ndani ya siku ya leo. Omba tu neema ya Mungu. Omba mkono wa Mungu ndani ya siku ya leo. Omba neema ya Mungu ndani ya siku ya leo. Ombea neema, tamkia mema siku ya leo. Tamkia mema siku ya leo. Tamkia mema siku ya leo. Hakuna mtego utakao kamata watu wa Betheli. Hakuna mauti, hakuna uharibifu, hakuna magonjwa ya ghafla kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana, naomba familia zetu ziwe salama leo. Maisha yetu yawe salama leo. Watoto wetu wawe salama leo. Kanisa liwe salama leo. Naomba asubuhi ya leo, Jehova Jire, naomba asubuhi ya leo taifa letu liwe salama. Naomba asubuhi ya leo mabarabara yawe salama. Naomba asubuhi ya leo, Bwana, kwa jina lako ninaponya biashara za watoto wako. Ninaponya kila ofisi wanayokwenda. Ninaponya kila njia wanayoiendea kwa jina lako takatifu. Naondoa uharibifu, naondoa uovu, naondoa mabaya, naondoa uharibifu kwa jina la Yesu aliye hai. Kalenda ya kichawi ninaichana. Ratiba za kuzimu ninaziharibu. Ratiba za mapepo ninaziharibu. Ratiba za mashetani ninaziharibu kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, asubuhi ya leo, asubuhi ya leo Yesu, asubuhi ya leo mbingu na ziwe wazi kwa ajili ya kongamano. Mbingu na ziwe wazi kwa ajili ya kanisa. Mbingu ziwe wazi kwa ajili ya wafanya biashara wa mahali hapa. Mbingu ziwe wazi, wape kazi wasio na kazi, wape ndoa wasio na ndoa, wape chakula wasio na chakula, wape heshima wasio na heshima, wape kibali wasio na kibali, wape amani wasio na amani, wape afya walio dhaifu, walio hospitalini na machumbani. Bwana, peleka uzima wako asubuhi ya leo. Kumbuka kanisa letu, kanisa la Tanzania Assemblies of God. Kumbuka askofu mkuu. Peleka mkono wako wa neema, peleka mkono wako wa uzima, peleka mkono wako uponya asubuhi ya leo. Kumbuka viongozi wote wa kanisa letu. Kumbuka mahali hapa. Kumbuka Betheli. Kumbuka mchungaji wetu Orososi. Kumbuka wasaidizi wote. Neema yako ipate kuwa juu ya, mkono wako upate kuwa pamoja nao. Yesu, siku ya leo bariki wa mama, bariki wa baba, bariki vijana, bariki watoto asubuhi ya leo. Yesu, ninaomba takasa Bwana, ponya Bwana. Tunaiombea Arusha. Arusha ikafunguliwe, Arusha ikaponywe, Arusha ikaokolewe. Yesu, asubuhi ya leo neema yako iende nasi, tuvuke salama kwa uchaguzi mkuu asubuhi ya leo. Baba, nainua walioinama, waliokosa nguvu, watiwe nguvu upya. Yesu, ninaomba timiza mapenzi yako yote leo. Tenda yaliyokusudiwa leo. Fanya yaliyo kwenye moyo wako leo. Bwana, mapenzi yetu yasimame, mapenzi yako yatimize asubuhi ya leo. Na wabariki wote wanaonitazama sahi, wanaofuatilia maombi haya sahi. Neema yako iwe juu ya Bwana, kutendee mema. Jina lake likutetee, mkono wake ukutetee, jina lake likuvushe. Bwana, tetee ndoa yako. Bwana, tetee maisha yako. Bwana, tetee uzao wako. Bwana, tetee uhai wako. Yesu, asubuhi hii njema tunakuheshimu wewe kwa uaminifu wako, kwa neema yako, kwa fadhili zako na wema wako, katika jina la Yesu. Sema amen. Sikiliza, wakati huu hebu tafuta nafasi. Ukipiga magoti usigeukie kule, geuza kiti chako, geukia huko. Na vizuri, hicho kitu unachopigia magoti, yani usigeuke, usitoe mgongo huku madhabahuni. Geuza kiti chako, piga magoti kwa unaelekea huko. Halafu mwambie Mungu unataka nini kitokee.
mkono wa Mungu ukutendee nini? Dakika 2. Kila mmoja piga magoti. Mwambie Bwana, na unataka nini kitokee kwenye semina hii? Jehova Mungu mkuu, tumepiga magoti kwako. Wewe ndiwe Mungu. Raba shaka rababa sikita ramama. Rababa saka. Wakati mwingine hatujui kuomba itupasavyo. Roho Mtakatifu liniambia, mkono wako, mkono wako, mkono wako, mkono wako, mkono wako Mungu, mkono wako Mungu. Tumepiga magoti hapa, tukupe sifa, tukupe utukufu, tukupe heshima. Bwana, asubuhi ya leo tumepiga magoti kwako. Wewe usikiaye kuomba, wewe ujibuye maombi. Wewe ndiwe uliyefanya hivi vitu vyote vikapata kutokea. Wewe Mungu, wewe mkuu sana. Naomba tenda mema, tenda mema leo, tenda mema leo, tenda mema kwenye madhabahu hii juma hili. Tenda mema, tenda mema. Baba, tenda mema. Yesu, tenda mema. Naomba Yesu, tenda mema. Yesu, naomba tenda mema. Baba, naomba tenda mema. Yesu, naomba tenda mema. Baba, naomba tenda mema. Yesu, naomba tenda mema. Baba, naomba rabo sheketa ramama na rababosi. Rika rababa sakarama yanda na mayanda. Mwambie Bwana, ule mkono uliowatajirisha wengine, mkono wako nitajirishe na mimi. Mkono uliowasaidia wengine ukusaidie na wewe. Mkono uliowainua wengine ukuinue na wewe. Mkono uliojenga makanisa mazuri Tanzania na nje ya Tanzania ukajenge Betheli kwa jina la Bwana. Mkono ule ambao umekusanya maelfu ya watu mahali pamoja, ukakusanya maelfu ya watu katika uhai wa Betheli mahali hapa. Watu zaidi ya 10,000 katika jina la Yesu. Mkono wa Mungu uliowapa watu magari ya injili makubwa mazuri na kila kitu kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Mkono wako Mungu, mkono wako Mungu, mkono wako Mungu, mkono wako Mungu. Na Baba, naomba mkono wako, naomba mkono wako, mkono wako, mkono wako, mkono wako. Yesu, mkono wako. Baba, mkono wako. Baba, mkono wako. Yesu, mkono wako. Jehova, mkono wako. Asante Roho Mtakatifu. Ramosh kete rama yanda rabo reke sheke rama yanda nama rabo sekete rika raba karabo saka rama yanda nama reke teke rika shaka rababa saka rababo sekete rika rababa seka rababa saka rabo sheke reke rika raba yanda nama karabosa rika rababa saka ya. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, pokea, pokea ulichokiomba, pokea ulichokiomba, pokea ulichokiomba katika jina la Yesu aliye hai. Sema amen.